Haleluya, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu na mamlaka. Karibu tena katika kipindi chetu cha Kristo Yesu ni faraja ya ulimwengu. Na tunaamini kupitia ujumbe wa Mungu ambao tutautoa hapa utakwenda kubariki maisha yako sana. Tafadhali, kama uko pamoja na sisi, tunaendelea na somo letu sehemu ya pili, kwamba utii umebeba miujiza. Utii umebeba miujiza. Na leo tutasoma sasa kichwa cha habari katika kitabu kile cha Isaya sura ya kwanza, mstari ule wa 18 na wa 19. Neno la Mungu linazungumza, haya njooni tusemezane, asema Bwana. Dhambi zenu zijapokuwa nyekundu zitakuwa nyeupe kama theluji, zijapokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa kama sufu. Kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi, bali kama mkikataa na kuasi mtangamizwa kwa upanga. Maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Ndugu msikilizaji, katika kipindi kilichopita tuliangalia vizuri kile kitabu cha Mwanzo sura ya 22, namna Mungu alivyomjaribu Ibrahimu akamtoe mtoto wake ambaye anaitwa Isaka, na Ibrahimu akatii ile sauti ya Mungu, akaenda na Isaka katika mlima Moria. Leo tunaendelea na sehemu yetu ya pili ya kipindi hichi, ambacho sasa inatukazia kuhusu utii, kumtii Mungu. Nini kinatokea ukimtii Mungu? Kwa hiyo unaona, anakwambia tukitii, kwenye kutii kuna kula mema ya nchi. Kwenye kutii kuna kula mema ya nchi. Kwenye kutii kuna kubarikiwa. Kwenye kutii kuna kuinuliwa. Unaona, Ibrahimu alivyotii ndipo akaitwa baba wa imani, baba wa mataifa mengi. Kwa hiyo unapotii sauti ya Mungu kwa kile anachokuambia chochote, hakikisha historia yako Mungu anakwenda kuibadilisha. Kwa sababu unajua Ibrahim, Mungu alibadilisha maisha ya Ibrahim sana. Kwanza Ibrahim alikuwa haitwi Ibrahim, alikuwa anaitwa Abraham. Lakini kwa kutii sauti ya Mungu, Ibrahim hakuanzia tu kwenye hiyo Mwanzo sura 22. Ila Mungu alishamwambia Ibrahimu atoke nyumbani kwa wazazi wake, kwa baba yake na kwa mama yake, aende mpaka nchi atakayomuonyesha. Ibrahimu akakubali kutii ile sauti ya Mungu, akatoka katika ile nchi, akatoka katika lile eneo alilokuwa anaishi, alilozaliwa, akaenda mpaka nchi Mungu aliyosema atamuonyesha kwa jinsi ya imani. Kwa hiyo utii unabeba baraka nyingi, lakini kukosa utii pia kumebeba maangamizi. Neno hili tulilosoma la mstari ule wa 19 kwenye Isaya 1 linaeleza kwamba mkikaidi mtaangamizwa na upanga. Mkitii mtakula mema ya nchi, bali mkikaidi mtaangamizwa kwa upanga. Na upanga wa Mungu ni kitu kisichoonekana kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo ninakutia moyo mahali popote ulipo, yamkini kuna kitu Mungu amekusemelea moyoni mwako. Kitii hicho kitu kukifanya, hata kama ni kigumu, kitii kukifanya. Unajua wakati mwingine Mungu azungumzi vitu virahisi kama sisi tunavyofikiria. Mungu anavyozungumza ni tofauti na wanadamu wanavyozungumza. Kwanza Mungu anavyozungumza vitu kwa upana na kwa ukubwa. Na Mungu anaweza akakuonyesha jambo ambalo ni kubwa sana, akijua kabisa kwamba wewe utamtegemea yeye na utaendelea kumtafuta ili akufunulie tafsiri ya hicho kitu alichokuonyesha na ukitii. Na hasa utii katika kumtolea Mungu sadaka. Utii huu ni mzuri sana. Unapotoa sadaka kwa kusikia sauti ya Mungu, ukatoa ile sadaka, kuna kitu kinakwenda kufanyika kikubwa kwenye maisha yako. Unajua Roho Mtakatifu huzungumza ndani yetu sana wakati tunapokuwa tunajiandaa kumtumikia Mungu. Kutoa sadaka ni utumishi. Na hata Ibrahimu alipokuwa anaenda kumtoa Isaka, ule ulikuwa ni utumishi. Kwa hiyo kutoa sadaka kwa jinsi ya rohoni, kwa jinsi Roho Mtakatifu alivyokusukuma, inaleta wewe kujibiwa majibu yako ya muda mrefu. Mahali popote ulipo na unaponisikiliza, jitahidi sana kutii sauti ya Mungu anayosema. Na ukisoma katika ile Zaburi ya 103, kama una Biblia yako mahali hapo unaponisikiliza, ukichukua Biblia ukisoma Zaburi ya 103, ile Zaburi ya 103 mstari ule wa 21 na wa 22, anasema mhimidini Bwana enyi majeshi yake yote, ninyi watumishi wake mfanyao mapenzi yake. Kwa hiyo ukitaka kuwa mtumishi wa Mungu, fanya mapenzi yake yote anayosema. Anasema mhimidini Bwana enyi enyi matendo yake yote, mahali pote pamiliki yake. Nafsi yangu umhimidi Bwana.
Na ukisoma Zaburi ya 103 mstari wa 20 inasema kwamba mhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa katika maisha yako, tii kile kitu Mungu anachokuambia. Baraka haziko kwenye kusikia. Baraka ziko kwenye kusikia alafu na kuchukua hatua. Unaposikia na kuchukua hatua, basi ujue kuna kitu Mungu atakwenda kukifanya kikubwa kwenye maisha yako. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 28, kama ni mtu unayenifuatilia, mstari wa 1 anasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizao leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Unaona, ukitaka kuinuliwa katika mataifa yote ya dunia, siri moja ni kutii kile kitu Mungu anachokisema. Na mtu ambaye ni mtii, kuna vitu ambavyo vinaambatana naye sana. Kwanza, kitu cha kwanza, baraka huwa zinamfuata huyo mtu. Alafu anaweza kubarikiwa mahali popote. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari ule wa 3. Nasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa na vijijini. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na vijijini, ambako pale wameandika utabarikiwa na mashambani. Lakini Bwana amezungumza kwenye Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa 6. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Kwa hiyo kuna baraka nyingi sana Mungu ametuahidi kwamba atakwenda kutufanyia kama tutaitii sauti yake. Kwa hiyo ukitaka kubarikiwa, hakuna haja ya kujisumbua sana. Tii sauti ya Mungu. Watii watumishi wa Mungu. Kama wewe unaenda kwa kanisani Katoliki, tii mapadri. Kama wewe unaenda kwenye makanisa mengine yanayoongozwa na wachungaji, tii sauti za wachungaji. Kama uko chini ya walimu wa neno la Mungu, tii kile wanachokuambia. Kama unajua saa nyingine watumishi Mungu anatumia vinywa vyao kusema. Kwa hiyo tuwe tunatii pia watumishi. Msiwe mnashindana sana na watumishi wa Mungu. Unajua Mungu alimwambia Yeremia kwamba asiseme yeye ni mtoto, kwa sababu yeye atatia maneno yake ndani ya kinywa chake Yeremia, na atamtuma kwa watu popote atakapotaka Mungu. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu ni sauti ya Mungu. Wakati mwingine watumishi wanakazia, jamani, tufunge na kuomba tuombe taifa, tufunge na kuomba tuombe mkoa, tufunge na kuomba kwa ajili ya familia, tufunge na kuomba kwa ajili ya hiki, lakini inakuwa na ubishi. Mtu anasema kwamba mimi siwezi kufanya hivi. Sasa nchi yetu ikipata mabaya, hata wewe hautokuwa salama. Kwa hiyo wapendwa, Mungu akubariki mahali popote unaponisikiliza. Jifunze kuwa mtii na unyenyekevu, hautapungukiwa na kitu chochote. Ukijishusha hakuna chochote kinachopungua. Tii tu kile kitu Mungu anachosema. Na ukitii kabisa, unakuwa mtumishi wa Mungu mzuri. Unakuwa mtendaji wa neno lake. Na Mungu aende akakubariki kabisa. Mahali popote ulipokuwa unanisikiliza, ninajua kabisa hata wewe kuna vitu vingine unasikia moyoni wako. Unaweza hata ukaenda hata kanisani hapo unaposali. Kitu cha kawaida tu, Mungu akakwambia kabisa kwamba kanuni dustbin za kuweka uchafu hapa. Lakini ukakataa. Lakini pesa unazo mfukoni. Lakini kwenye harusi ya mtu unaweza kuchangia hata milioni. Sasa usipomtumikia Mungu, kutoa sadaka ni utumishi. Unaweza ukaenda mahali ukakuta watu wengine ni wahitaji. Mtu hana chakula, au ni ndugu zako hata wakuzaliwa. Bwana akakwambia, "Hebu jaribu kununua hata sukari ubariki hao watu." Ukakataa. Kumbe baraka zako zimefungwa katika mambo madogo madogo sana ambayo unayadharau. Yale mambo madogo madogo sana unayoyadharau ndio hayo yamebeba baraka zako kubwa na miujiza yako mikubwa. Jaribu leo kwanza kumtumikia Mungu. Unajua unaweza ukawa umeokoka lakini bado hujamtumikia Mungu. Jaribu kumtumikia Mungu na uonje leo, uone, jue kabisa kwamba Yesu ni mwema, na Mungu akukumbuke popote unaponisikiliza na akupe kuitii sauti yake ili uweze kubarikiwa katika kusafiri kwako hapa ulimwenguni. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Kama una swali au ushauri, basi unaweza kuwasiliana na mimi kupitia namba 0759044115 au 0676237816. Hadi wakati mwingine, asante kwa kunisikiliza na Mungu akubariki sana.